na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu Abbas Mtemvu, mneki wa mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote wa chama mliopo hapa, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, mtendaji mkuu wa TANROADS Engineer Mohamed Besta, viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na serikali mliopo, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, ndugu waandishi wa habari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kushiriki katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Kibada Mwasonga katika wilaya hii ya Kigamboni, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi na kamati nzima ya maandalizi ya shughuli hii kwa maandalizi mazuri, na shukrani za kipekee ziende kwa wananchi nyote mliojitokeza kwa wingi. Aidha, nawashukuru sana viongozi wa dini kwa dua na sala za kuiombea baraka hafla yetu hii. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kesho tarehe 26 Aprili 2025 nchi yetu inatimiza miaka 61 ya Muungano na kuasisiwa kwa taifa la Tanzania. Waasisi wa taifa letu marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abedi Amani Karume waliwaongoza wananchi wa iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika na kuunda taifa jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni dhahiri kuwa ndani ya kipindi cha miaka 61 ya Muungano, nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo kisiasa, kiuchumi na kijamii na kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kielelezo cha mafanikio ya muungano barani Afrika. Wananchi wa pande zote mbili za muungano wanaendelea kunufaika na matunda ya kuasisiwa kwa muungano wetu kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu ya kuleta uhuru, umoja na maendeleo ya Watanzania. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia na kuhakikisha Muungano wa Tanzania unaendelea kuimarishwa kwa kuzipatia ufumbuzi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano kama walivyofanya viongozi waliotangulia. Aidha, nawashukuru viongozi wote wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna wanavyoshirikiana na hivyo kuhudumisha muungano wetu. Hakika ni wajibu wetu kuendeleza ushirikiano kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, miongoni mwa matunda makuu ya muungano wetu ni kuendelea kuwepo kwa umoja wa Watanzania na kudumu kwa amani katika nchi yetu. Hakika hizi ni tunu muhimu ambazo sote tuna wajibu wa kuzilinda na kuzidumisha. Umoja wa Tanzania unatoa nafasi pana kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kunufaika na fursa mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo, hakuna mwananchi hata mmoja hapa Tanzania anayekosa faida za kuwepo kwa muungano huu kwa namna moja ama nyingine. Aidha, amani ya Tanzania ndio msingi mkuu wa maendeleo tunayoyapata katika sekta zote. Kwa mnasaba huo, hatua hii ya ujenzi wa miundombinu ya barabara tulioiwekea jiwe la msingi leo na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ni matokeo ya kuendelea kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Amani tulionayo ndio inaiwezesha serikali kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulinda na kudumisha amani tulionayo ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sote tutumie haki yetu ya kuchagua viongozi na kuhakikisha uchaguzi huo hauwi chanzo cha kuhatarisha amani tulionayo. Tuzingatie kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi, na hivyo tuendelee kuweka mbele maslahi ya nchi yetu kwa kudumisha amani. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa wizara na TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hii tulioiweka jiwe la msingi unamalizika kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba na kwa ubora unaotakiwa. Aidha, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti ya mkataba na kufahamu kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kumalizika kwa mradi huu ili wanufaike na dhamira ya serikali ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara katika maeneo yote ya nchi yetu. Ni wajibu wa wananchi kwa upande wao nao kutoa ushirikiano kwa wizara na mkandarasi, ikiwemo suala la ulinzi wa vifaa vya ujenzi, kwani kukosekana kwa ulinzi madhubuti kunaweza kuchangia kuzorotesha kasi ya kukamilisha mradi huu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hii ya Kibada Mwasonga kwa kiwango cha lami. Shukrani maalum nazitoa kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii na wale wote waliochangia katika kufanikisha sherehe hii. Aidha, nawashukuru wananchi nyote kwa kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii, ikiwa ni kuonyesha furaha yenu ya kutimiza miaka 61 ya Muungano wa Tanzania ukiwa imara zaidi na wenye mafanikio makubwa. Nakushukuruni nyote, na hususan wale ambao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha shughuli yetu ya leo. Vijana wa hamasa, tunasema asanteni sana. Lakini vile vile wasanii wetu kwa kututumbuiza vizuri, asanteni sana. Na kwa kweli ule wimbo wa Muungano kwa kweli ni mzuri sana, hongereni mno kwa wimbo huo. Kipekee ni washukuru brass band na wote wengine waliofanikisha shughuli yetu, na kutakieni nyote maadhimisho mema ya kutimiza miaka 61 ya Muungano. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikia. Kwa jina mimi naitwa Doto Samueli, mkurugenzi wa kampuni ya Togabe Supersembe. Nichukue nafasi hii kusema kwa historia leo ambao ameifanya marais wetu wawili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Mwinyi. Kwetu sisi wana Kigamboni ni historia kubwa ambayo hatutaisahau katika barabara yetu ambayo inaunganisha kutoka Kibada kwenda Mwasonga, ambayo hii imekuwa ni kero kubwa sana kwa muda mrefu. Tumekuwa tunapata changamoto, lakini kwa jinsi walivyoonyesha ushirikiano na mambo makubwa wanayofanya kwenye nchi yetu, hakika wana Kigamboni hatuna mengi ya kusema, lakini zaidi ya kuombea. Wamefanya jambo kubwa sana kwa wana Kigamboni, kwa maana ukiangalia tumekuwa tunakosa vitu vingi, uwekezaji, kwa sababu hawezi kuwekeza katika eneo ambalo alipitiki. Miundombinu ndio kila kitu katika uchumi wetu wa Tanzania. Lakini kwa leo niseme Dr. Mwinyi pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan wameonyesha jambo kubwa sana wana Kigamboni. Lakini mimi nichukue nafasi kuomba pia wana Kigamboni, inapokuwa kama kuna changamoto kama tuende kuwaunga mkono. Hawa ndo marais ambao wameonyesha juhudi kubwa tangia miaka yote iliyopita. Ili barabara imekuwa ni kero kwa wana Kigamboni. Kwa mwaka huu naona sasa jambo limeenda vizuri. Sisi hatuna mengi sana kusema, tuende kuwapongeza kwa mambo makubwa wanayofanya kwenye nchi yetu. Kwa haya machache ni washukuru sana pia waandishi wa habari kwa jinsi mlivyoonyesha ushirikiano wenu katika kuunga hili jambo hili la leo. Hakika kwetu sisi hatuna mengi, niseme haya, asanteni sana.